Vitu vitatu vinavyosababisha uke kulegea. Hapa naongelea vile vitu ambavyo vitafanya uke wako uwe mpana, uwe laini, umelegea na hauwezi kukidhi haja za mwanaume kiwepesi na kufanya uonekane kama au nogi. So kwa kawaida sio rahisi kwanza uke kulegea. Ni kitu ambacho inaweza tukasema kama ni watu wanaongea na ukikuta imetokea basi ni kwa watu wachache sana. So vitu vitatu moja kwa moja nikienda kwenye pointi, cha kwanza kabisa huwa ni mabadiliko ya homoni. Homoni ya estrogen miongoni mwa kazi zake pia ni kuhakikisha msawaziko na kuweka sawa maungo ya uzazi, pamoja na kuruhusu kuwe na unyevu, zile kuta au ile misuli inayozunguka ule ukuta kwa ujumla wa ile njia ya uke kuwa kwenye afya njema, kitu ambacho mwanamke akiwa na mvurugiko wa homoni ni rahisi kuwa kwenye hali hiyo. Ndio maana mwanamke mwenye shida ya homoni atakuwa anatoa kama majimaji mengi, au muda mwingine uke unakuwa mkavu sana. Hivi vyote vinaweza kuleta shida na pale ikaonekana kama mwanamke huyu ukuta wake au uke wake umepwaya. Issue ya pili ni kushindwa kufanya mazoezi. Mazoezi inaweza kawa ni hizi cardio exercise au mazoezi yoyote. Mwanamke anapokuwa inactive anafanya hizi muscle pia za kwenye pelvic floor, kwenye nyonga zinakuwa nazo zinalegea. So kulegea kwake inaweza moja kwa moja ikasababisha uke wake ukatesti kama umelegea. So hivi vitu huwa vinatokea na wanawake si wengi wanakutana navyo. Ukikuta kama anacho shida utakuta ni mara nyingi utakuta homoni haziko sawa. Nimetaja vitu viwili, cha kwanza nimesema mvurugiko wa homoni, cha pili nimesema ni kutokufanya mazoezi au kutokuwa active. Nataka uniambie kwenye comment kitu gani kinaweza kukoa sababu ya tatu ambayo itafanya uke kulegea, uke mwanamke kupwaya. Niambie kwenye comment. Lakini pia kama una changamoto ya uzazi usisite kuwasiliana nami. Ukishia makala hii utakometisha sana. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.